yanapotokezea hizi fursa za sherehe hizi, iwe ni za sikukuu, sijui iwe ni za mwisho wa mwaka, iwe sijui za nini, matukio kama haya yanakuwa yanaongezeka. Kwa sababu kama tunaweza tukasema wazazi tunakuwa tunawaachia sana wale watoto wetu, au kama ni uhuru tunatoa uhuru mkubwa sana, na ndio ukaona sasa ukilinganisha na miezi hiyo iliyokuwa imepita, hapa kidogo reti imepanda. Ikiwa bado vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia ni tishio Zanzibar, jumla ya matukio 102 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi wa Aprili 25, ambapo waathirika walikuwa 102, ambao waathirika wengi walikuwa ni watoto sawa na 83.3, fuatiwa na wanawake 15.7 na wanaume ni 1.0. Akiwasilisha takwimu za ukatili udhalilishaji wa kijinsia za mwezi wa Aprili 2025 kwa waandishi habari, takwimu kutoka kitengo cha divisheni ya jinsia na ajira, Ahmada anasema waathirika wengi walikuwa ni watoto ambao ni sawa na 83.3, wakifuatiwa na wanawake ambao ni sawa na 15.7 na wanaume ambao ni sawa na 1%. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025, tunaona jumla ya matukio ya kubaka yalikuwa ni 71, matukio ya kulawiti na kunajis yalikuwa ni 6, kujaribu kubaka lilikuwa ni tukio 1, kuingilia kinyume na maumbile matukio yalikuwa 5, kutorosha matukio 5, shambulio la aibu au kukashifu matukio 13, na kutupa watoto tukio 1. Idadi ya matukio kwa mwezi yameongezeka kwa 30.8 na kufikia matukio 102 kwa mwezi wa April 2025 kutoka matukio 78 kwa mwezi Machi 2025. Matukio mengi yameripotiwa kuongezeka kwa mwezi April 2025 isipokuwa matukio ya kutorosha na lugha ya matusi ambayo yamepungua. Akitaja aina aliyofanya vitendo vya ukatili udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto, mtakwimu Ahmada anawataja watu. Aina ya watu waliofanya matukio ya ukatili wa udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi April 2025, wapenzi walikuwa ni 46, mtu asiyejulikana matukio yalikuwa ni 26, jirani matukio 20, watu wengine matukio 9, baba mzazi au baba wa kambo, mama mzazi au mama wa kambo kulikuwa na tukio 1. Aina ya watu wenye ulemavu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Aprili 2025. Mwezi Aprili 2025 watu 2 wenye ulemavu wa akili walifanyiwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia, ambapo waliripotiwa kutoka wilaya ya Kusini 1 na 1 kutoka wilaya ya Micheweni. Nao wadau wa kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi visiwani Zanzibar, Wizara ya Jinsia, Wazee na Watoto, Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashtaka, kwa pamoja wakawa na haya ya kusema kuhusiana na kushamiri kwa vitendo hivyo na uzembe unaoendelea kwa baadhi ya taasisi na hatua za kuchukuliwa. Wazee au familia kwamba hawadili na zile familia zao ipasavyo, maana yake tumefail kwenye uangalizi wa watoto wetu. Hiyo ndio main key, kwamba wazee tumeacha wajibu wetu ambao tunatakiwa tufanye wajibu wetu wa kisheria. Tukiangalia hata kwenye comparative law, hata tukiangalia kwenye common law, wajibu huu sote tunatakiwa tuwe nao, kwamba familia yetu tunatakiwa tuwe nayo karibu. Kwa maana yake kwanza hapa familia kama familia tumefail. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa sababu hiyo ndio main function, ndio main key ambayo inatufanya makosa yaongezeke. Kwa mfano, unapoacha mtoto wako anatoka Kijichi kwenda Fuoni, na wewe unajua, una notice, unategemea nani amtunze huyu mtoto, na akenda kule anaondoka nyumbani kwa kujua sana anaenda sehemu fulani, na kule anaenda kufanya lile tukio, na wewe ulitakuwa una wajibu wa kumjua huyu kaenda sehemu fulani. Akifika kule anafanya kosa, hapa nani alaumiwe? Kwa ni family, tunarudi kule kule. Kwa sababu kuu inofanya makosa yaongezeke, wazee tumewacha wajibu wetu kwa watoto wetu.
Sasa imagine majibu yanakuja kwamba vile vinasaba havilingani, yule mtu atakuwa na dhana gani? Kuna mchezo au sivyo? Jamani, tuambezane ukweli, kwa sababu anaona wewe fili isu hiyo ya miezi miwili majibu hayajatoka, unafikiri si hapa katikati palikuwa pana mchezo? Jamani, hizi haki zinatakiwa zitoke kwa muda. Hebu tuambieni hawa watu wa Mkemia, jamani, ni kweli tunajua, nilisema sana na naendelea kusema, wana kazi kubwa sana, lakini hizi kesi jamani zinatakiwa nazo zipewe kipaumbele. Hizi kesi za watoto za udhalilishaji hizi zipewe kipaumbele. Sasa unakuta kama ni vinasaba vinatakiwa vitolewe ndani ya muda mfupi, lakini unashtukia majibu miezi miwili na nusu. Kwa kweli si haki hapa, na malalamiko yote wanakuja wizarani kule. Kama sisi ndio tunaenda kukaa tena pale tuambie kwamba jamani, kwa nini? Kuna utaratibu wake. Sisi tunaomba kwamba muambie waje hapa ili majibu waje watu wenyewe, maana ni vizuri hasa yule mhusika mwenyewe atolee jawabu, kwa sababu kama hilo mimi ningemtupia, jamani, kwa nini linachelewa? Sasa wangetuambia kitaalamu vizuri zaidi, na pengine jamii kaweza kujua kwamba kumbe sababu ya kuchelewa mambo haya vinasaba kupima ni sababu 1, 2, 3, lakini sasa hivi tutasema labda ni katika hiyo kuchelewesha. Na jamani, kesi hizi za udhalilishaji Mheshimiwa Rais anataka ziende haraka. Huo mfumo wenyewe wa kimahakama unatakiwa unazifanya ziende haraka. Mahakama sasa hivi ni muda gani mmeweka kesi zimemalizika? Mahakama wapo? Kesi za udhalilishaji nadhani miezi 6 Dahuda. Hai. Mahakama imeweka miezi 6 iwe kesi zimemalizika. Lakini Mkemia miezi 3 ushahidi sio haujapatikana. Jamani, kwa kweli tunaomba ili swala mara inaokuja muwaite hawahusika, ili sasa haya majibu waje watoe wenyewe. Ama nikija swala la unyanyapaa, ni kweli dadangu, mtoto anapodhalilishwa tukubali kwamba jamii inayozunguka pale inamuona yule mtoto sasa hafai. Na ni kweli kila mtu ambaye kwamba anacheza na yule mtoto au mzazi anamwambia usicheze naye yule. Na hilo hata huko tunapoenda maskuli, polisi ni mashahidi wale, tunapoenda huko madrasa, tunapoenda huko katika jamii, tunawaambia wale watoto, jamani, tafadhali usikubali kudhalilishwa. Yaliyotajwa hapa yote kwa upande wetu sisi ofisi yetu tunaita ni mianya ambayo ipo wazi, inaruhusu upenyo wa kuingia wahalifu na kufanya uhalifu wao, ikiwemo hizo sikukuu ama ni sherehe zilizokuwa zipo watoto wanashiriki, sherehe mbalimbali nyingine ambazo hata hawatakiwi watoto washiriki lakini wanashiriki, ambapo wanapelekea pia kupata hizo tatizo la kuchukuliwa na watu wasiowajua na kuwafanyia vitendo vya udhalilishaji. Lakini pia tuseme kuna mianya ya kuachia watoto wana vifaa vya mawasiliano, mfano wa simu. Watoto wadogo wanatumia simu kubwa, wanakaa peke yao, wanaangalia vitu vilivyokuwa haviwahusu, vinawaruhusu na wao kujaribu kile walichokiona, kwa sababu wameshaona kitu ambacho ni tofauti. Na yeye anajaribu, anafanya. Utakuja kumkuta mtoto anafanya mbele na nyuma, anafanya na wanaume watatu. Unasema kaona wapi? Anaona kwenye mitandao. Ikisha na yeye anafanya nini? Ana practice. Kuna watoto hapa wamefanya, mtoto wa miaka 8 alikuwa anamsugua mtoto mwenzi wa miaka 3, anamsugua mtoto mwenzi wa kike. Kaona wapi? Anaambiwa nilifanywa na mtoto na bibi ukule. Yaani maana yake huyu akishaona na yeye anafanya nini? Ana practice kwa mwenziwe. Kwa hiyo makosa yanaongezeka kwa sababu hii nini? Mianya ambayo ipo. Lakini pia tukiangalia tunawatuma watoto wetu wenyewe usiku kanunue chipsi, au tunamwambia miaka 15 16 kamnunulie mwenyewe chipsi, anatoka anaenda kuchukua chipsi kweli, lakini anapitia na sehemu zake nyingine, anarudi pale, unamwambia kwa nini umechelewa? Kwa sababu umempa mwanya wa kufanya nini? Wa kutoka ndani usiku. Au umempa mwanya anaenda kuangalia TV, japo zimepungua lakini zipo pia sehemu ambazo watu wanaenda kuangalia TV sehemu nyingine. Wewe unajipata, lakini kuna watu bado wana tabia hizo. Kwa hiyo pia ile ni mwanya ambayo tunairuhusu matendo hayo pia kuendelea. Kama mtapitia mapitio mengi ya psychological disorders, utagundua kuna aina nyingi za udhalilishaji ambao zimetajwa mule. Kuna masochism, kuna watu wale wote ambao wanaonekana kazi yao kuchungulia watu, yani wao hawana hamu ya kufanya, yao hamu yao wamuone mtu anafanya au anafanywa. Sasa hayo ni maajabu jamani, kwamba yeye hamu ya kufanya hana, lakini yeye hamu yake amuone mtu anafanya au anafanya. Kwa hiyo kuna hayo, lakini kuna watu ambao wao
sadism, kwamba wao kazi yao wakikamata kile kitoto cha miaka 3 wakakifanya vile, wakakiona kinayatika, wao ndo mizuka yao pale, na kwa mtu mzima hatoyatika, hato nini, atafanya tu kidogo, lakini kitoto kitafanya zaidi na zaidi. Kwa hiyo hizi disorder ziko nyingi. Kwa hiyo tukizipitia, tusende kwenye somo hili tutakutia kwamba lakini mtoto au mtu ambaye kafanyiwa udhalilishaji amekuwa traumatized, yani anahitaji cognitive restructuring, yani kuweka mfumo wa akili sawa ili aweze kuendelea na maisha. Kwa hiyo sisi wizara kama wizara, hii ndo pati ambayo vile tunaifanya, kwamba mtoto ambaye ameshapita katika hatua zote za kisheria, amesha kwenda one stop center mote na nini, sisi kazi yetu moja ni kufanya cognitive restructuring, ku restructure brain ili iwe normal, ili iweze kuona kwamba hili limepita lakini bado kuna maisha. Mtazamaji wa Kashidi TV, unadhani nini kifanyike kutokana na uzembe wa baadhi wa taasisi zinazokuwa wasiri wa kutekeleza majukumu yao? Mtazamaji wa Kashidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Zanzibar, Mwarabu Mmadi, Kashidi TV, elimu ni hazina yetu.